Sadaka sehemu ya 3. Mtunzi anaitwa Columas Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo mara baada ya mwenyekiti kumaliza kutoa taarifa ile, wanakijiji walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya msako wa kumtafuta Richard. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 3. Kijiji chote cha Songa Mbele kilifunduliwa, lakini Richard hakuweza kabisa kuonekana. Alitafutwa katika kila kona ya kijiji kwa usiku kucha, lakini bado hakukuwa na hata dalili ya harufu yake, na mpaka jogoo la alfajiri linawika Richard hakuwa amepatikana kabisa, na kutoweka kwa Richard ilibaki kuwa kitendawili ambacho hakikuweza kupatiwa majibu kabisa. Hakuna yeyote aliyekuwa anajua kile ambacho kilikuwa kimempata Richard. Wanakijiji wote walibaki kuhangaika, wasijue kabisa ni kitu gani wafanye. Siku iliyofuata nayo ilikuwa ni mshike wa kuendelea kumsaka Richard. Kijiji chote cha Songa Mbele hakikuonekana kuwa kimemhifadhi Richard, na mpaka vijiji vya jirani ambavyo vilikuwa vimepakana na kijiji cha Songa Mbele, lakini nako Richard hakupatikana. Hali ilizidi kuwa tete. Wazazi wa Richard walionekana wazi kuchanganyikiwa. Hawakujua kabisa na kitu gani ambacho kilikuwa kimempata mtoto wao kipenzi Richard. Hawakujua. Ilikuwa imetimu siku ya 3 katika kijiji cha Songa Mbele bila Richard kupatikana. Wanakijiji wote sasa walionekana kukata tamaa katika kupatikana kwa Richard, na kama jitihada za kumtafuta Richard wanakijiji walikuwa wamezifanya, walikuwa hawajalala kwa muda wa takriban siku 3 wakimsaka Richard bila mafanikio. Wanakijiji wote walikuwa wamekusanyika katika uwanja mpana uliokuwepo mbele ya nyumba ya mwenyekiti wao. Ilikuwa ni kwa ajili ya mkutano maalum. Walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya mkutano. Songa Mbele oye! Songa Mbele oye! Mwenyekiti aliweza kusalimia. Wanakijiji wote walijibu. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wanakijiji wote kwa ushirikiano mkubwa sana ambao mmeuonyesha katika kumtafuta kijana wetu Richard ambaye amepotea. Naomba nisiwe msemaji sana wa hili, lakini naomba nimpe nafasi mzee Kigole kwa sababu ana machache ya kuzungumza nasi. Mama Mwahija aliweza kuzungumza vile. Mzee Kigole alisimama mbele ya umati ule mkubwa wa watu na kuwapungia mikono kwa ishara ya kuwasalimia. Alijikohoza kidogo na kisha kaanza kuzungumza. Kwanza kabisa napenda kushukuru kwa nafasi hii adhimu ambayo nimepewa. Ninaomba niwape shukrani zangu za dhati kabisa wanakijiji wenzangu wa Songa Mbele kwa ushirikiano mkubwa sana ambao mmeuonyesha katika kipindi hiki chote ambacho nimekumbwa na matatizo. Mmekuwa nami bega kwa bega katika kumtafuta mwanangu, lakini imekuwa ni bahati mbaya tumeshindwa kumpata. Mzee Kigole alijifuta machozi ambayo yalikuwa ameanza kumtiririka pindi alipokuwa anazungumza maneno hayo. Sasa napenda nichukue fursa hii kuwashukuru nyote na kulifunga rasmi zoezi la kumtafuta Richard. Naomba niseme kwamba kama Richard amepotea kwa mipango ya Mungu, basi Mwenyezi Mungu ashukuriwe. Lakini kama ni mikono ya mwanadamu, basi nasema kwamba mizimu ya babu yangu mzee Kinyangasi italipiza. Mzee Kigole alimaliza kuzungumza kwa uchungu sana. Alikuwa anazungumza huku akiwa analia. Mganga Sunguruma alikuwa ni mganga ambaye alikuwa amejizolea sifa kubwa sana katika sehemu kubwa ya nchi ya Bantu. Mganga Sunguruma alikuwa anapatikana katika kijiji cha Mtapanya. Kilikuwa ni kijiji kilichokuwa umbali wa kilomita 200 kutoka katika kijiji cha Kano. Kilikuwa ni kijiji ambacho kwa asilimia kubwa kilikuwa kimepamba kwa misitu mikubwa na mizito. Mganga Sunguruma alikuwa akisifika kwa kutatua shida za wananchi wengi, lakini pia alikuwa anasifika kwa kuwasaidia watu kuokoa utajiri. Hii ilifanya katika kijiji cha Mtapanya wageni kumiminika kila uchao kwa lengo la kuonana na mganga Sunguruma. Alikuwa ni maarufu sana mganga huyo. Mzee Madale alikuwa ndani ya gari lake aina ya Pajero. Alikuwa ametingwa akipambana na njia kuelekea katika kijiji cha Mtapanya. Lengo hasa la kwenda katika kijiji hicho
ilikuwa ni kukutana na mganga Sunguruma. Mzee Madale alionekana kuwa na furaha kubwa sana katika moyo wake. Furaha yake ilitokana na mambo yake kumwendea vyema katika siku za hivi karibuni. Kila jambo ambalo alikuwa amelipanga lilikuwa limeonekana kwenda vyema kabisa. Vumbi lilikuwa likitimka huku gari ikichanja mboga kwa mwendo wa kasi sana. Mzee Madale alikuwa nyuma ya usukani, macho yake yakiwa makini mbele ya barabara. Masaa kadhaa mbele, Mzee Madale aliliegesha gari lake mbele ya nyumba ya mganga Sunguruma. Ilikuwa ni nyumba mbovu iliyojengwa kwa udongo. Paa la nyumba hilo lilikuwa ni la makuti tu. Mandhari ya nyumba hiyo haikuwa ya kuvutia hata kidogo. Hakika ile haikuwa nyumba, bali kilikuwa ni kibanda tu. Na tena kilikuwa ni kibanda ambacho hataki kustahili kabisa kwa binadamu yoyote kuweka makazi yake pale. Aliweza kufika Mzee Madale. Mapembe mbalimbali ya ng'ombe pamoja na tunguli nyingi zilionekana zikiwa zimening'inizwa katika kila kona ya nyumba ile. Moshi ulionekana ukifuka kutoka ndani ya chumba kile. Kama ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mtu kuja katika nyumba ile, basi ni lazima mazingira hayo yangemwogofya sana. Mzee Madale alishuka kutoka ndani ya gari yake na kuifunga milango yake vizuri. Kabla hata hajapiga hatua moja, kuna kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Dagaa alimfuata yule kijana. Dagaa alikuwa ni msaidizi wa mganga Sunguruma. Aliweza kumfuata Mzee Madale. Karibu sana Mzee Madale. Ujio wako umeonekana na mganga kabla hata hujafika. Mganga na kukaribisha sana ndani. Dagaa aliweza kuzungumza. Asante sana. Naomba nifuate. Dagaa aliongeza vile. Sawa, shukrani. Mzee Madale alizungumza. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.